somo letu la revival au uamsho. Na kichwa cha habari ikasema revival au uamsho. Nikasema maana yake ni udhihirisho wa nguvu za Mungu au za Roho Mtakatifu ambazo huleta urejesho na uzima rohoni na mwilini. Kwa hiyo wale wadau wa uamsho au revival, nataka tuelewane vizuri kwamba tunapozungumzia revival tunazungumzia maeneo yote, mwilini na rohoni. Revival au uamsho, tunazungumzia habari za rohoni na mwilini kupata uishwa. Bwana Yesu napewa sifa. Tukajifunza ya kwamba uamsho unaendana na mambo makuu matatu. Jambo la kwanza ambalo tuliona uamsho ukija unafanya, kwanza unaanza na ongezeko la roho. La pili, ongezeko la kiuchumi. La tatu ni ongezeko la kimazingira au kijiografia. Sasa Jumapili tukaanza kipengele cha kwanza cha ongezeko la rohoni. Ongezeko la rohoni. Tukajifunza kwamba nini maana ya ongezeko la rohoni. Ongezeko la rohoni ni hali ya kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine katika kumfahamu na kumfanania Kristo. Haya mawili lazima iwepo: kumfahamu na kumfanania Kristo. Jamani, katika mafundisho kuna mafundisho ya rohoni, kuna mafundisho ya mwilini na kuna mafundisho ya nafsini. Shule yote ambayo ya mafundisho ya Biblia inayo mambo matatu. Na ndio maana ukisikia mtu anakufundisha anakwambia tena huko tafuta, ukishafika huko unakuwa na shida nini? Shese dishaka vizuri, yaacheni kabisa. Sawa. Ukishasikia mambo matatu au mambo manne ya kuzingatia, hilo kanuni. Basi moja baki hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mafundisho ya rohoni. Mafundisho ya rohoni ni mafundisho ambayo yanahitaji mwalimu ambaye ana experience na mambo ya rohoni na ni mzoefu wa mambo ya rohoni na ana ufahamu mkubwa wa mambo ya rohoni. Maana mafundisho ya rohoni ni rahisi sana kuchepuka kuingia katika mafundisho yasiyo ya kimungu. Tunaposema mafundisho ya rohoni yanahitaji mwalimu
mwenye experience, mwenye ufahamu, aliyetembea katika vitu vya rohoni kwa muda mrefu. Ana experience na aliyetembea katika mafundisho hayo kwa muda mrefu. Maana ni hatari mno kuzama katika kitu kingine cha tofauti. Kwa lazima hivyo ni lazima kanisa lipate kujulishwa. Haleluya. Amen. Maana katika kufundisha kwetu au katika kusoma kwingi au katika kudadisi kwingi, kuna roho nyingi na kuna mafundisho mengi ambayo ni kati yanatembea mitandaoni, kwenye redio. Sasa sababu ni nini? Ni walimu. Kwa hiyo ndio maana mafundisho kama haya nataka kwanza uwe mtulivu. Utulie. Sasa tunapozungumzia kukua kiroho, spiritual growth, tunazungumzia ongezeko la hatua moja kwenda nyingine katika kumfahamu na kumfanania Kristo. Naomba tufungue Biblia zetu kitabu cha Luka sura ya 2 mstari wa 52. Mtu mmoja kanisomea pale. Luka 2 mstari wa 52. Yeah. Nasema naye Yesu akazidi kuendelea katika hekima na kimo, akimpendeza Mungu na wanadamu. Na Yesu akazidi kuongezeka katika maeneo mawili, hekima na nini? Na kimo. Hekima na kimo, huku akifanya nini? Akimpendeza Mungu na wanadamu. Lazima yote yajae pamoja. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Akimpendeza Mungu na wanadamu. Hakumpendeza Mungu pekee, hakuwapendeza wanadamu pekee, aliwapendeza Mungu na wanadamu. Anasema Yesu alikuwa akikua katika hekima na kimo, akimpendeza Mungu na wanadamu. Tunapozungumzia revival, nataka nikuondoe katika ile picha ambayo ulimwengu tunakimbizana nao afu tunaacha vitu vya msingi. Tukisema revival, mara nyingi tunafikiri kuhubiri, kushuhudia. Sawa, kutoa pepo. Lakini kuna kitu kinachofanyika cha tofauti. Kuna mtu kusisimka akafanya mambo vitu, lakini ni siku 2 3 4 imefanya nini? Msisimko kipoa, anafanya nini? Anapoa. Ule ulikuwa msisimko. Lakini tunapozungumzia revival, ni kwamba ni life style, kwamba ndio alivyo, ameamshwa, roho yake imeamshwa na hayali tena. Ukiona afu siku 3 wamezima, ile ilikuwa ni msisimko au ni ratiba ilikuwa tumejiwekea. Na ndio maana haya mambo matatu lazima ya msingi yaende pamoja: roho, uchumi na jiografia. Sasa tunapozungumzia eneo la kwanza la ukuaji wa rohoni, tumeona ni kukua kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, kumfanania na kumfahamu Kristo. Sasa nataka tubezi hapo kwanza. Tuweke hapo. Tumeona Yesu
alikuwa katika hekima na kimo. Sasa hekima si ndio wapendwa? Alikuwa katika maneno mawili. Hekima. B, katika nini? Kimo. Haya ndio maneno ambayo Yesu tumeona pale alikuwa, ambayo hekima inaitwa Sofia Yunani, afu ingine ni Hekia na chuni. Sasa Kiswahili hekima, Kiyunani Sofia, Kiswahili kimo, Kiyunani Hekia. Maana yake ni nini? Nimekutafutia lugha asili ili tupate maana zaidi. Hii hapa ni ufahamu wa kujua mambo, ufahamu wa kujua mambo hadi yaliyo sirini. Hekima, ufahamu wa kujua mambo, ufahamu kwa nini? Wa kujua mambo hata ya sirini, mambo hata ya sirini, ufahamu wa kujua mambo hata ya sirini ni hekima. Alafu hekia au kimo, sawa, kwa Kiingereza wanaitwa maturity au mature. Kiingereza maturity. Huu ni ukuaji. Ukuaji huu tukisema inafanya Neema amemachua, tuna maana gani? Basi Mama Grace, tukisema huyu amemachua, tuna maana gani? Huyu amekuwa, tuna maana gani? Tuna maana gani? Huyu amekuwa, tuna maana gani? Haya, tukisema huyu hajakuwa na ni mkubwa, tuna maana gani? Sasa tunaposema machua, amemachua, ni kwamba ameongezeka God na nini? Na ufahamu. Ndio wanasema weki akijamachua hiki. Kwa hiyo ufahamu wake kuna vitu hawezi kuvipambanua. Sawa? Ufahamu wake kuna vitu hawezi kupambanua. Kwa hiyo Yesu alikuwa anakuwa uwezo kujua, lakini vile anavyovijua anaweza kuvipambanua. Nani amenielewa? Kwamba Yesu alikuwa anakuwa katika ufahamu wa kumjua Mungu, na si kumjua tu, na kupambanua. Maana kuna vitu viwili, kuna kujua na kupambanua, kutafsiri, kuvileta katika uhalisia vile vitu. Ndio tunasema huyu amemachua. Kwa nini? Kwani nikupe mfano mdogo. Tuna watoto hapa kiume na kike. Sawa? Tunawaita matina, si ndio? Kwa nini tusiwaeke darasa la wale hapa? Kwa sababu wamekuwa. Sawa, wamekuwa refu, si ndio? Lakini kuna wengine ni refu kama wao. Tumeweka darasa la barakwani. Ufahamu bado. Sawa? Ufahamu wao bado. Tunasema binti au mtoto wa kike akishaanza kubale, ameanza kuoza maziwa, anaanza ufahamu kuanza kujihoji vitu vingi. It means kwamba amemachua, lakini kwa mdogo hawezi kujiuliza. Na katika masuala ya kiroho, katika
Katika masuala ya kiroho kuna kumachua, kuna kukua. Sima nzuri. Kuna mtu anakuwa kutoka stage ya utoto mpaka stage nzuri. Na ndio maana tunaweza tukaona kanisa lenye watu 7, lakini ndani ya kanisa kuna watu 2 au 3 ambao wamemachua. Na wala usishangae, kwa sababu kumachua kunatokana na ufahamu juu ya Mungu. Halo. Na tusipokuwa makini katika kufundisha, tunaweza tukawa na kanisa lenye claiming capacity, uwezo kuclaim maandiko, mafundisho, lakini hawakui. Watu wa Mungu, mnanielewa? Amina. Mnanielewa? Tuna claim mistari, tunaimba, lakini ukuaji zero. Why? Kwa sababu Yesu tunasema alikuwa katika kimo na hekima, akileta matokeo mawili, akawapendeza Mungu na wanadamu. Haya ndio matokeo ya kukua. Ukiona matokeo yako ya kukua hawapendezi Mungu na wanadamu, nifai kusahau. Kwa sababu huyo mtu utamhubiria, atakuja hapo utamuumiza pia. Halo. Atakuja nyumbani kwako, utamfanya nini? Utamuumiza. Umefanya kazi. Ushaikuona mtu anavua samaki kwenye nini? Kwenye tenga anapeleka baharini? Ushaikuona? Ndio hiyo. Kwa lazima vitu vya msingi vifanyike. Lazima kwanza ufahamu. Kufahamu mambo ya kiungu. Hata yaliyojificha. Uwe na ufahamu huo. Na ndio maana tukisoma katika Korintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 10 anasema kwa habari ya karama. Sawa? Anasema habari ya nini? Ya karama za kupambanua. Sasa kuna mengine karama za kupambanua, lakini mimi nataka nikueleze kitu kimoja. Ukisoma Korintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 10 anasema, anaongelea habari ya nini? Kufahamu. Tunafahamu maana Roho Mtakatifu anatufunulia kwa Roho. Mungu anatufunulia kwa Roho. Tunataka kujua, lakini ni mpaka ukue. Halo. Kwa hiyo tunaposema revival, uamsho, unazaa mambo makuu matatu. Rohoni, mwilini, alafu una nini? Rohoni, ukuaji wa rohoni, ukuaji wa uchumi, na nini? Mazingira au jiografia. Haya mambo matatu haya lazima ongezeke haya. Usitegemee kuongezeka na moja. Ukiongezeka na moja hautafiti katika revival. Na ndio maana nitakupa mfano. Mungu hawezi kukuongeza kiuchumi kama kiroho ya kutengeneza. Akikuongeza kiuchumi hautamfaidia chochote kama roho inafanya kazi vizuri. Kwa lazima akutengeneze roho. Kwa hiyo matokeo mengi ya hivi vikapu vyetu kasi 15,000 au 20,000 ni rohoni, sio mwilini, ni rohoni. Halo. Ni rohoni. Kwamba watu rohoni tuna vitu vingi sana, lakini rohoni tuko empty. Samahani kwa kusema hapa. Hatufahamu huyu tunamtumikia, hatufahamu tunayemwabudu, hatufahamu wito wetu, hatufahamu thamani ya wokovu. Maana bado hatujamachua. Sawa? Hatujamachua. Mtu anayemachua, mtoto akishamachua anatendwa. Baba na mama nakaanza kumwambia, sasa mwanangu wewe, unaona yeye. Maana tayari kila anapomwambia anafanya nini? Analishika. Lakini ukiona unafundishwa kila siku kitu na uchiki, bado hujakuwa kiroho. Rohoni hakuna ongezeko. Na ongezeko la rohoni unalipima wewe mwenyewe. Hilo tatizo bahati mbaya unapima mwenyewe. Yaani nakwambia hivi, hata tujaze mabao haya tukupe na mitihani, ukua kwa rohoni unakuhitaji wewe. Amen. Bwana pewe sifa. Amen. Yaani hata nikufundishe Biblia yote, nikuimbie yote, nikujaze hapo kwako. Kuna watu wanaitwa Sabato. Hii Biblia iko kichwani yote hii. Iko kichwani. Mwanzo mpaka Ufunuo na mistari moja moja.
lakini kuna kitu. Bwana hapewe sifa. Kwa hiyo lazima udili na maeneo ya roho. Biblia inasema Yesu akakuwa katika kimo na hekima, akakuwa kiufahamu, sawa, na akakuwa katika utambuzi wa ule ufahamu, akamachua, akafika sehemu akamachua, akaweza kufasiri haya mambo ya roho. Nimewacha au mko sawa? Mko sawa nini? Tuko sawa. Tuko sawa. Kama nimekuacha sema mchungaji umeniacha. Tuko sawa. Nimesema Yesu alikuwa katika maeneo mazuri mawili. Hekima na kimo. Hekima nimekuambia ni ule uwezo wa kuyafahamu mambo ya siri. Sulemani alimwambia Bwana, nipe hekima niweze kutoka na kuingia mbele za watu wako. Siku moja akaletewa mwanamke, wakamletea mtoto. Mtoto mmoja makaba wamemlalia mtoto mmoja amekufa, si ndio? Alafu akamchukua yule mmoja akampeleka kwa Sulemani, akasema bwana, wakaanza kugombana mtoto aliyeko hai. Sulemani alijua kwamba huyu mtoto ndo nani? Banani. Lakini alijuaje? Akaambiwa fanya tukio hili. Akamwambia sasa mtoto tunakata wapi? Kaka, tugawane. Yule ambaye mtoto ni wa kwake akasema hekima ikatambua kwamba huyu ndio mwenye mtoto, maana ana huruma juu ya mtoto. Yule mwingine akasema tukate kila mtu achukue upande wake. Akasema wewe sio mwenye mtoto. Uwezo wa kufahamu mambo ya siri na kuyafafanua, maana unaweza ukayajua wakati Samuel, tusome Samuel wa kwanza. Fungua Samuel wa kwanza ile sura ya 3. Samuel wa kwanza ile sura ya 3 pale haraka. Samuel wa kwanza sura ya 3. Ukisoma ile Samuel wa kwanza sura ya 3. Samuel wa kwanza sura ya 3. Samuel wa kwanza ile sura ya 3 mstari ule mstari ule wa 3. Anasema na taa ya Mungu ilikuwa haijazimika bado. Samueli alikuwa amelala katika hekalu la Bwana. Palikuwa na sanduku la Mungu. Basi wakati huo Bwana akamwita Samueli, naye akasema mimi hapa. Akamwendea Heli. Mara kwanza Mungu amemwita Samueli. Samueli katika mimi hapa. Anaenda kwa nani? Kwa Heli. Heli ndio alimwita? Mungu akamwita safari ngapi? Ya pili. Samuel akaenda kwa nani? Eli ndio alimwita. Eli kwanza, mara kwanza Eli alimwambiaje? Sija kuita. Akaenda mara pili, akasema sija kuita. Alimwenda Eli kwa sababu alikuwa na ufahamu. Akamwambia ukisikia tena sema Bwana, mtumishi wako nikupa na kusikiliza. Maana yake nini? Samueli pamoja na kwamba alikuwa na uwezo, alikuwa amekuwa katika hekima, lakini katika hekia, ufahamu wa kufafanua ni sauti gani bado, ni maneno gani bado. Na ndio maana alimhitaji Eli ampe direction,
Asingekuwepo Eli, Samuel asingefanikiwa. Amina. Sio nalo vizuri? Amina. Unaelewa vizuri? Amina. Unaelewa vizuri? Amina. Asingekuwepo Eli, Samuel asingefanikiwa. Maana Mungu anaenda kwa Eli. Baada ya kwenda kwa Mungu kusema niko hapa, unasemaje? Anaenda kwa nani? Kwa Eli. Mimi kwamba amekuwa hekima, lakini bado hajamachua kuweza kufasiri. Binti anapomachua, anapoona maziwa, anajua sasa mimi natakiwa niafiche. Mimi nikiona natakiwa nijifiche, ishakuwa mtu mzima. Samuel bado alikuwa hajajua kwamba iko sauti ya Mungu na iko sauti ya Eli. Na Mungu akiita nifanyeje? Na ndio maana akasema lazima kuna ukuaji, kuna kumachua. Na katika masuala ya rohoni kuna kumachua. Unaweza ukamwona mtu mkubwa lakini ndani zero. Unasema amemachua, amekuwa mwili, bodi limekuwa bodi, lakini akili ni kisoda. Halo. Ikitokea zoezi la kiroho hapa, ndio utajua kwamba huyu kisoda, huyu amekuwa. Umeelewa? Ikitokea zoezi hapa, utajua nani kisoda, nani amekuwa. Bwana Yesu asifiwe. Ikitokea tu hapa, pepo kadondoka. Haya, tunaelewa wale wana maombi, kaeni pembeni. Tunataka watu wakawe, wewe nenda pale. Utasikia vimwengu hapo. Wengine wanasema pepo njoo kwangu. Hautoka kwa jina langu. They don't know anything. Hawajui chochote. Mtu anakemea pepo kwa anawaza mandazi nyumbani. Are you serious? Yaani anakemea kwa anaangalia wachungaji wa kwao. Subiri kwa siku. Haleluya. Tutafanya experience. Iko siku. Taenda kufanya. Alafu nitahubiri hivi. Alafu tutaona kidogo. Bwana apewe sifa. Amen. Kwa hiyo kuna ukuaji huo, kwamba unakuwa mwili, ufahamu wako unakuwa katika kuweza kufasiri mambo ya rohoni. Ufahamu wako unakuwa katika kufasiri mambo ya rohoni. Ili kukua lazima mambo moja yaendane. Halo. Watu wa Mungu, halo. Kwa tumemwona Yesu anapiga hatua ya kwanza. Rohoni, mwilini. Matokeo anapendeza Mungu na wanadamu. Sio Mungu peke yake, na wanadamu. Sasa ili kuwe rohoni, nimesema lazima umfahamu na umfananie. Lazima umfahamu na umfananie. Amen. Na hapa ndipo kuna tofauti ya mtu wa Mungu na watu wa dini. Watu wa Mungu sikilizeni kwa makini. Hapa ndipo kuna tofauti kati ya mtu wa Mungu na watu wa dini. Mtu wa Mungu anapambana roho yake ikue. Na ili kuwe anahitaji vitu viwili: kumfahamu na kumfanania. Hawezi kumkuta huyu mtu ndani yake anaruhusu anything, kitu chochote ovyo kikaingia, haruhusu. Sikio lake haliruhusu. Jamaa anasema sikio lake haruhusu hata umbea. Jicho lake haruhusu hata kuona uovu. Na ndio maana Yesu akasema mimi naombea uwalinde na yule mwovu. Siwataka uondoe ulimwenguni, no, lakini uwalinde na yule. Leo hii unakuta mtu kwenye simu amejaza jipo za muziki wa mapenzi. Muziki ya kila Diamond, muziki ya disco. Alafu anavaa hivyo na anasikiliza. Hapa
Hapa ndipo kuna tofauti kati ya mtu wa Mungu na imani zingine zote. Imani zingine zote zimepigwa chenga katika swala la dhambi. Mtu anaweza akasema ametoka ibadani, hapo anakaa hapa anaangalia kibinda koi, anaangalia muziki, anaangalia wanawake mapaja, yani anaangalia tu. Simple like that. Lakini asijue anayeathirika ni mtu wa ndani. Roho anaathirika. Baada ya roho kuathirika, inatoa majibu ya kile kilichotokea. Kwa hiyo watu wengine ni matokeo ya walichofanya kiingiza. Bwana pewe sifa. Bwana pewe sifa. Bwana pewe sifa. Haleluya. Kwa hiyo tunaposema ukuaji wa kiroho, ni ukuaji ambao ni sensitive kuliko ukuaji wote. Ni ukuaji ambao unatakiwa uwe makini sana, uwe mchaguaji sana, hata maneno ya kuongea, hata maneno ya kusikiliza. Please. Hello. Watu wa Mungu tunaelewana? Ni hata neno la kusikiliza. Mimi ukishaanza mbembe nakuachia vumbi. Sina story tena na wewe. Haleluya. Bwana pewe sifa. Kuna level unataka uende. Kuna level unataka uende. Iko screen pale nyumbani. Mtu wote pale iko separate pale. Mtu wote anaweza kuangalia kufungua. Lakini mwiko ukuta amefungua muziki hapa. Kwa nini? Kwa sababu ukiingiza hayo mambo, hata atmosphere, naposema atmosphere mnaelewa? Hali ya hewa ina change ya ndani. Mapepo yanajua kuna wenzetu hapa, maana wakufundisha kitu ambacho ukijua labda. Jamani, muziki yote, muziki asilimia tuseme 100% wanadedicate kwa shetani. Sawa, wanadedicate kwa nani? Hawa na muziki wote kabla hajatoa muziki wanaenda kwa ganga kienyeji. Kwa ganga nini? Wa kienyeji. Alafu wanaanza kwa kutambika. Kama sio ganga wanaenda kwa Freemason. Sawa, wakina Michael Jackson alikuwa akitokea watu wanazimia. Hivi unaona kitu kawaida? Yaani ametokea Michael watu wanazimia. Kwa nini? Roho. Sawa, kuna roho ipo. Sasa inapotokea na kuathiri. Au kwa nini unamsikia unasikia umetoa kafara? Ni kwa sababu ile kazi. Sasa unapokuja kusikiliza, unasikiliza kila kitu unapata mpaka na yale mapepo yanaingia kwako. Mapepo of course ndio yanaingia ndani yako ndio yanakusikiliza. Na ndio maana mimi siwezi hata kama ni dandani kipanda ile na muziki boga na baba ya sima. Kuna kipindi hata nikipanda gari pale kwa najua kinaona tu stendi wanazima. Kuna mzee mmoja kwa anaitwa mzee baba, mimi kwa gari yake sipandagi. Mpaka siku ananiambia, "Brother, panda gari yangu." Anapita pale. Nikamwambia mimi siwezi kupanda makelele. Akaambia si lazima, anazima. Kwa mimi nikipanda anazima. Akinichukua Mbezi, akishusha pale amezima. Akishapita tu pale anaanza kufungua. Unasikia kubumburu na yes, amenishiba. Kwa sababu kila kiingiacho sawa kwenye roho ndicho kinachotengeneza unajisi, sio tumboni. Na ndio maana Yesu akasema kiingiacho sio kila kiingiacho tunajisi, chakula kitaingia kitaenda chooni. Lakini rohoni, jamani wapi? Rohoni. Kama kuna kitu unatakiwa kulinda ni roho. Hili sikio na haya macho ndio milango ya kupeleka vitu rohoni. Roho inapokea kutokea jicho na sikio. Na ndio maana tunataka tunapongea swala la kukua kiroho. Yesu alikuwa katika maeneo mawili, kimo na hekima. Alikuwa na uwezo wa kupambanua. Tunaposema Sophie, ufahamu kujua vitu, yaani vitu anavijua. Tukisema heki, manake ni machua, amejua, yaani anajua kabisa mimi ni msichana. Kumbe na basket. Kumbe mimi ni msichana. Kumbe navaa hivi. Kumbe sitaki kukaa na wakaka. Kumbe sitaki hiki na hiki. Amemachua. Amefanya amemachua.
Lakini ukiona mtu bado yupo hajamachua, aisee, Mungu atusaidie sana. Haleluya. 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 Yuko ibadani, ndio maana hata ibada, hata cheza yetu, tusipomachua tunaweza tukacheza kama dunia. Hata hapa tusipomachua tukajua hii style inafaa haifai, tunaweza kutoka duniani. Na ni hatari. Mimi nilisema mtu mmoja alikuwa ananiambia anaenda tamasha atozetu kwa Yesu. Siku moja nilijibu vibaya. Nikamwambia tamasha atozetu kwa Yesu ninajua, maana nimepata historia yake. Wahudumu wa taifa wanakwambia baada ya tamasha samani, kesho yake wanafanya collection ya mipira ya nini, ya uzazi, ndoo kwa ndoo. Mnaelewa tusema hapo? Wale machua wamenielewa. Ndoo kwa ndoo. Lakini tamasha tuweze kwa nani? Mlienda kwa Yesu hapo. Na wanaokwenda wote ni wale wanemgwaji ovyo. Na kuja kwa kitu kimoja ambacho kijui. Muziki asili yake ni voodoo. Senegal. Na voodoo ni ngoma za kupunga mapepo. Ziko ni ngoma za kupunga nini? Mapepo. Na ndio maana mapepo mengi yanapenda muziki. Kamuulize Daudi, why alipigia Sauli muziki? Kwa sababu chakula cha pepo ni muziki. Halo? Mnanielewa? Chakula cha pepo ni nini? Ni muziki. Na ndio maana Sauli akipandisha pepo, maana alikuwa anaweza kutoka, Daudi anakuja anapiga muziki, pepo linatulia, lakini halitoki. Haleluya. Na hao wanapunga pepo hazitoki, wanazituliza kwa nini? Bwana pewa sifa. Na sosi kubwa ya muziki leo tunaosikiliza huku ni voodoo. Achilia muziki wa injili, muziki wa disco wote ni voodoo. Na ndio maana wana muziki wengi wa Marekani wanatengenezea muziki wao Afrika Magharibi. Na voodoo ni kacha kabisa, ni tamaduni. Na kuna kipindi cha sherehe Senegal, miungu inatoka barabarani inatembea. Si mnaelewa ninachofundisha? Kuna sherehe kabisa, ni miungu inatembea, inafanya mambo yake. Matamasha ya voodoo, mipepo inatembea. Sasa ulipotoka Senegal ukaenda Marekani kama rock and roll, watu wanajua kuna muziki unaitwa rock and roll. Ulitoka Senegal voodoo ukatengenezwa ukapelekwa Marekani rock and roll. Alafu ukaanza kwenda rhythm and blues, ukaenda kwenye hip hop, zimekuja bongo flavor leo, zikaenda taarabu, zikaenda singeli, zikaenda reggae. Haleluya. Watu wa Mungu tunaelewana? Kwa hiyo ukiupa nafasi, ni moja kitu ambacho kina nafasi kubwa ya kuathiri mwanadamu. Na ndio maana mwanamuziki yoyote, kuna mwanamuziki yoyote lazima akaloge. Lazima akaloge. Akaloge, maana muziki unatokea katika masuala ya uchawi. Kwa hata tunapoimba kanisani tunakuwa makini sana. Kwa sababu Biblia inasema tumwimbie Mungu, si ndio? Tumwimbie kwa zaburi, tumwimbie kwa matoazi ya vumayo, tumwimbie kwa vinanda, tumwimbie kwa zeze, lakini kwa makini, tukipambanua kwamba hapa tumenyoka au hatujanyoka. Watu wa Mungu tumeelewana? Kuna vitu vingi sana vinaweza vikakuathiri kiroho sana usipokuwa makini. Haleluya. Kwa hiyo lazima ukuaji huu soft na hekia ukue katika ufahamu, uweze kutofautisha hili ni jema au sio jema, hili linafaa halifai. Lazima ujue kutofautisha. Haleluya. Haleluya. Watu wa Mungu, haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sasa katika ukuaji wa kiroho tumesema kufanania Kristo. Kumfahamu na kufanania Kristo. Hasa
Basi katika spirit growth, ukuaji wa kiroho, kuna mambo mawili lazima haya tuwazingatie. Spiritual blessing, baraka za rohoni. Sawa, baraka za rohoni. Baraka za rohoni, lazima baraka za rohoni ili kukua, baraka za rohoni. Alafu na discerning spirit, roho ya ufahamu. Discerning spirit, roho ya ufahamu. Baraka za rohoni, za rohoni na ufahamu wa rohoni. Baraka za rohoni na ufahamu wa rohoni. Bwana Yesu anapewa sifa. Bwana Yesu anapewa sifa kwa Mungu. Haleluya. Amen. Baraka za rohoni na ufahamu wa rohoni. Mtu mmoja nisomee Efeso 1:3. Efeso 1:3. Efeso 1:3. Efeso 1:3. Inasema, Ndio. atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho, ndani yake Kristo. Rudia tena. Atukuzwe Mungu Atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, yes, aliyetubariki aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni. kwa baraka zote za rohoni. Baraka zote za rohoni. Rohoni. Sasa naomba nitulie kwanza kidogo hapa. Nini maana ya baraka? Kuna watu wanafikiri baraka ilikuwa na pesa, magari, majumba. Yes, sawa. Mike, niangalie mike nyingine ya ndugu yake na Mungu. Hii naona beti haina. Asante. Weka beti. Na hiyo ndio beti. Lazima beti. Yeah. Bwana Yesu napewa sifa. Maana ya baraka au blessing, neno blessing ni utoshelevu. Blessing ni utoshelevu wa kila eneo. Utoshelevu wa kila eneo. Kwa hiyo tunaposema spiritual blessing ni utoshelevu wa kila kitu ndani ya roho yako. Halo? Amen. Ni utoshelevu wa kila kitu ndani ya roho yako. Sio mwili. Sio nyumbani kwako. Roho yako. Nazungumza na roho leo. Leo tutapata kingine na nini? Eneo la rohoni. Utoshelevu wa kila kitu ndani ya roho yako. Na ndio maana amesema katika Efeso. Nirudie tena kusomea haraka. Atukuzwe Mungu. Atukuzwe Mungu wa Bwana Yesu Kristo. Kwa nini? Aliyetubariki kwa baraka zote za roho. Yes. Katika ulimwengu wa roho. Katika ulimwengu wa roho. Ndani yake Kristo. Katika ulimwengu wa roho. Hivi. Roho yako hiyo. Halo, sio makini. Nimekupa mafundisho ya roho, yanahitaji kufahamu sana na utulivu. Roho yako hiyo. Sawa. Kipindi hujaokoka. Sawa. Nachora hapa. Kipindi hujaokoka. Huku kulikuwa kuna mtu anaitwa Shetani. Huku yuko Mungu. Sawa. Maeneo mawili. Kipindi hujaokoka, mtu yote ambaye hajaokoka
yuko upande huu wa shetani. Na upande wa shetani una mambo yake mengi mno. Mengi mno. Maisha yote machafu yako upande huu. Kwa hiyo huku ulikuwepo wewe upande huu. Kimwili tuko hapa duniani, si ndio? Lakini roho yako iko katika ufalme huu. Huku roho yako iko huku. Na huku katika ufalme huku kuna majini, au kina makata, sio kina subiano, kina moto wako huku. Hawa wana muziki wote nini, masingeli yote, nini makokoro yote yako huku. Roho yako ndio iko huku. Tuseme ka roho yako labda ndio hapa. Sawa, hapo ni hapa. Kamezungukwa na maroho mengine machafu. Maroho mengine machafu, na kanafanya shirika nao. Na ndio maana ukisoma katika Wakolosai, sawa, anasema naye alituhamisha, si ndio? Ina maana alichukua roho yako hapa akaihamisha. Halo? Kwa hiyo roho yako ilikuwa hapa. Roho yako ilikuwa hapa. Umeelewa vizuri? Roho yako ilikuwa hapa. Ndio maana mshenganyaji, ndio maana mzinzi, ndio maana mwizi, ndio maana unafanya gani, ndio maana muziki haishi, ndio maana shigeli haishi, ndio maana unaroga, maana uko hapa. Umeelewa vizuri? Uko wapi? Uko hapa. Uko hapa. Tabia mbaya hapa. Hapa. Jembe hapa. Hujielewi uko hapa. Kwa nini? Maroho kuzunguka yanakulazimisha uwe hivyo. Halo, sijui unanielewa ninachofundisha? Sijui unanielewa ninachofundisha? Roho zinazokuzunguka zinakulazimu uwe hivyo. Hivyo. Na kutoka hapa hakuna mtu aliyeweza kutoka kwa ujanja wake. Umeelewa tu Mungu? Umeelewa? Umeelewa? Na ndio maana kuna madhehebu mengi ulimwengu mzima wako hapa. Wanasema mwanadamu Mungu wako hapa. Simuona? Kuna watu wamefunga siku 40 hapa. Leo hiyo unapiga pombe kama kawaida, si ndio? Kuna watu wamefunga siku 30. Siku ya kufungulia muziki kila kona, si ndio? Kwa nini hapa? Wanaachiliwa tu kidogo. Haya, semeni na Mungu wenu, lakini nyinyi ni wa kwetu. Wanafunga siku 40, wakimaliza toa watoto wangu tayari nimeshamaliza kujitesa, toni tuendelee. Na bahati mbaya au nzuri ambayo nyinyi wa Mungu hamjuani, unapofunga ukiwepo hapa, ukiwepo nini? Hapa ni kwamba unakaribiana, unafanya makaribiano na mfalme wa eneo hilo. Mfalme unamkaribia nani? Mfalme. Kwa hiyo ukifunga ukiwa kwenye hizi dhambi hapa, unamkaribia mfalme. Kama ni shetani, unamkaribia shetani. Ukitoka hapo unakuwa na nguvu ya kufanya dhambi zaidi. Ndio maana Ramadhani kisha watu wanapiga dhambi kuliko kawaida. Why? Kwa sababu wamemaliza, wanarudi sasa kumkaribia nani? Wanapata viwango. Na ndio maana wakifungua ni vurugu, zote saa 4 zimejaa, yani ni vurugu iko kila kona. Sisi hapa tufungaje? Tangu kama ngapi tunafungaje? Tukifungua tunakuwa na sherehe za. Kwa nini mna hizo sherehe? Kwa sababu tayari uko mtafundisha wewe uko pande gani? Tunasema ametubariki katika udini. Ametubariki. Sawa? Katika baraka za roho. Katika nani? Mungu. Takuonyesha ni katika nini? Nini? Ulimwengu wa nini? Wa roho. Na hao hapa vitu vingi wanavifanya mwilini, lakini ulimwengu wa roho zao ziko huku. Kwa mwilini vinatokea. Mwilini nafanya nini? Vinatokea. Bwana posifu. Kwa mtu kama huyu, chochote cha dhambi hata kufahamu. Hafahamu. Kuna mtu mmoja nina kuongelea ofisini kwake. Mtu mkubwa. Nifika ofisini kwake, kakinga kiredio pale, kaeka singeli. Nikamwangalia. Akaambia, najua wewe sio mpenzi wa video. Kaambia sio kwamba sio mpenzi. No. Mimi
ufalme wangu ni mwingine tofauti na huo. Kaambia kwani inakuwaje nifundishe? Kwani hiyo ni dhambi? Nikamwambia sikiliza. Nikamwambia ongeza sauti, akaongeza sauti. Nikamwambia tusikilize ndani ya sekunde hizi. Alafu nitakwambia nikufundishe hapa. Akafungua. Akaongeza kidogo sauti. Nikamwambia simu. Maana tu neno nalo yani la kwanza la pili matusi. La kwanza la pili matusi. Nikamwambia nisaidie. 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 Hilo neno hapo amesema je? Akasema hapa sikasema tu kwamba sijui dada Fatuma sijui nikija nikigonga dirisha unifungulie. Nikamwambia haya wewe anataka kungafundisha kwa dada Fatuma ufanya nini? Ufanya nini? Ina maana ni mwendelezo wa matusi. Kwa hiyo unashiba matusi. Baada ya hapa ukienda kuzidi sikushangai. Maana tayari ushaupasha mwili. Unaanza kutengeneza mazingira. Na ndio maana ukisoma Zaburi ya kwanza, mtunga Zaburi anafungua. Anasemaje? Heri mtu yule asiyekwenda katika nini? Shauri la waswahili. Wala hakuketi barazani kwa nini? Bali nini? Sheria nani? Ndio na nini? Impendezayo. Sawa? Na mtu huyo atakuwa kama nini? Mti uliopandwa nini? Kando ya vijito vya maji. Unaotoa nini? Matunda yake kwa majira yote. Wanapewa sifa. Maana yake ni nini? Ni kwamba wewe majira yote kuna vurugu, wewe una amani. Watu wanatukana, wewe hutukani. Watu wanaiba, wewe huibi. Watu wanakimbizana dhambi, wewe hauko. Kwa sababu unazaa matunda majira yote. Bwana Yesu apewe sifa. Ukuaji wa kiroho. Ukuaji wa nini? Hasa tunaposema spiritual blessing, ni kwamba kipindi hatujaokoka, yani hata kama ulimwengu mzima hawajaokoka, wako hapa. Wako chini nani? Mfalme Shetani. Ndio maana vitu vyote vya Shetani kwako sio shida. Kwa sababu gani? Ni nyumbani kwenu. Halo. Kuna mtu nyumbani kwako anamsumbua. Nyumbani kwenu kuna vitu vinakusumbua. Sura jogo kilio ndio jogo wetu alia huyo. Paka kipita ndio paka hiyo kapita huyo. Lakini mgeni akija, paka kapita kwa pua na nini hicho kimepita huyo. Lakini unajua tunapaka. Pale nyumbani tunapaka. Ukisema kwa mgeni ndio paka kanondosha dombo. Lakini akiwepo mgeni lazima mwizi huyo. Kwa hiyo ndivyo ilivyo ukiwepo katika ufalme wa giza. Ufalme wa giza kuna vitu vingi vya giza vinakuongoza. Halo. Hapa ukiwepo hapa, hata kumsamehe mtu huwezi. Lazima nitalipiza. Amenifanya hivi, lazima. Haiwezekani. Yaani hata tutongo nitalipiza. Lakini ukitoka hapa ndio unashangaa. Kwa hapa ndipo ufalme wa giza ulivyo. Ufalme wa giza ulivyo. Na ndio maana nimezungumza mwanzo nikasema tunakuwa katika sofi na katika hekima na kimo. Tukimpendeza Mungu na wanadamu, maana yake ni nini? Kukua kiroho ni kumfahamu na kumfanania Kristo. Yale Kristo aliyoyafanya tukiyafahamu, tunayafananiaje? Kwa kuyaishi. Haleluya. Kwa hiyo sisi tuishi kama Kristo alivyofanya. Kama Kristo alivyofanya. Kama Kristo alivyofanya hivyo. Nasi tutakwenda hivyo. Wapendwa, mnaelewa? Ndio maana akasema hapa kuna kukua, kufahamu vitu. Siri za vitu vilivyojificha unavifahamu hapa. Selemani alikuwa mtoto mdogo, akasema nipe nini? Hekima aweze kufahamu vitu vilivyojificha. Lakini sasa hapa lazima upate na nini? Hekima kutafsiri vile vitu. Nimesema Samueli aliitwa na Mungu. Akaenda kwa nani? Kwa nini? Alikuwa hana uwezo wa kufasiri ni nini hii? Sauti ya nani hii? Nikasema Samueli alikuwa anamhitaji Eli. Wewe unahitaji wachungaji.
Haleluya. Mimi nina mchungaji na mhitaji nyuma yangu. Kama nani? Kama mtu kunimenta. Na yeye na mtu nyuma. Hakuna mtu ambaye anasimama kama mshumaa peke yake. Amina. Bwana apewe sifa. Ukisema mimi hapana, kuna mtu amenimenta. Kuna mtu amenimenta kwa hivi. Na mimi na mtu namenta. Bwana apewe sifa. Kuna mtu namtengeneza. Haleluya. 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 Kwa hiyo ndio Eli alikuwepo pamoja na uzembe, lakini kwa Samueli alikuwa mtu bora, kwa sababu alimsaidia Samueli kufikia malengo yake. Bwana Yesu napewa sifa. Samueli alifikia malengo kwa sababu ya Eli. Na wewe unaweza kufikia malengo kwa sababu ya chungaji na viongozi unao. Ukijitenga nao, ukianza kuwabagua, hautafikia malengo. Haleluya. Kwa hiyo lazima ili ukue utambue kila mtu ana muhimu ndani yako. Kila mtu muhimu ndani yangu, kila mtu muhimu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu ndio akasema mafundisho ya rohoni yanahitaji utulivu mno. Sio kila mtu anaweza kukufundisha. Lazima uwe na knowledge ya vitu hivi ninavyosema. Tumemwona Yesu anakuwa ufahamu, anakuwa hekia au anakuwa machua. Anaweza kufasiri vile vitu anavyoviona rohoni. Shetani anakuja anamwambia geuza ambayo kwa mkate. Machua inatafsiri kwamba hawezi kuishi kwa mkate, bali unaishi kwa nini? Kwa neno. Umemachua. Na nikasema unaweza kukuta vitu kubwa lakini halijamachua. Akili kisoda. Halo? Tuna watoto tunazaa. Semani sisi tunaishi. Mtu unapiga kelele kila siku, wewe fagia hapa, wewe fagia hapa, unaondoka. Kesho kija hajafagia. Kwa nini hajafagia? Nimesahau. Fagia hapa, unaenda. Kwa nini hajafagia? Nimesahau. Kila siku unamwambia. Maana yake ni kwamba haja machua. Bado ni mtoto. Haleluya. Amina. Haleluya. Na kanisani hivyo. Kuna watu wamemachua kanisani. Tukisema fungo wamo, maombi wamo, kusoma neno wamo, wengine bado hajamachua. Kwa hiyo ukiomba maombi ya siku 3 wakavu. Yaani umetangaza hapo taarifa ya kifo. Kuna watu watangazia taarifa. Wengine wanasema yes pastor, yes pastor, yes. Ndani ya roho ni yes. Kwa nini? Kwa sababu tofauti mno. Kuna watu bado. Sasa nakufundisha kwamba ili tuwe na baraka za rohoni. Kumbuka tulikuwa hapa. Ufalme alikuwa shetani. Sisi roho zetu zilikuwa hapa. Na mapepo na majini na waganga wale wote wote na sigeli walibatarabu wote tulikuwa tunaishi nao katika ulimwengu wa roho. Halo, umeelewa? Katika ulimwengu wa roho kabla hujaokoka, wewe na wale wakina Diamond, wakina nani wote, wakina Michael Jackson, ulimwengu mmoja. Umeelewa? Yes, ulimwengu mmoja. Na yale majini kila Subiani, Makata, ulimwengu mmoja. Sawa? Ulimwengu nini? Moja. Sijui wakina Masharifu wale wanaloga, ulimwengu mmoja pamoja na wewe. Uko hapa, roho yako iko hapa. Kwa hiyo unayofanya ni ulimwengu huu hapa. Huwezi kufanya kule, unafanya hapa. Nimesema kuna watu wanafunga siku 40 wakifungua pombe kama kawaida. Uzinzi kama wako hapa. Baba yao anawachilia mjoni, ongezeni viwango. Maana ukifunga unaongeza viwango vya kiroho. Umeelewa vizuri? Amen. Ukifunga unaongeza viwango vya kiroho. Unakaribia kwenye uwepo. Na ndio maana Israeli, Musa alipopanda mlimani akishuka, walikuwa wanamkimbia. Why? Kwa sababu alikuwa anawaka. Kwa nini? Presence of God, anatembea na uwepo. Yaani Mungu ni kama amemfunika. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo kabidi afunge utaji, kitambaa kuficha uso, kupunguza makali ya uungu ndani yake. Haleluya. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini kwa sababu alipiga siku 80, na wewe piga siku 40, piga siku 30, ukitoka unafanania nani? Ukiwa hapo unafanania nani? Nani? Ndio maana wengine siku 30 wakitoka disco linaanza. Klabu zote za Bongo hizi hapa sasa zipigi muziki. Subiri watu wafunga kufungua. Utasikia burungu kila kumbi disco na watu wamejazana. Na wamefunga siku 30. Mimi unipe siku 30.
Haleluya, haleluya. Siku 30 za kumlingana Bwana, za kumlingana Bwana, siku 40 za kumlingana Bwana. Alafu natembea, ni pepo zinaondoka zenyewe, zinakimbia. Haleluya. Ni watu lazima wafunge utaji. Watu wafunge nini? Utaji. Waganga wa kienyeji ni kuhama. Ni nini? Ni kuwahamisha, sio kwa kumbatia, lakini kwa sababu roho zao ziko hapo. Kwa hiyo chochote wanachofanya, wakimaliza wanapandishwa viwango. Kama ulikuwa unafanya kidogo, sasa unafanya sana. Kama ulikuwa msengenyaji, sasa ndio unasengenya sana. Ulikuwa mpenzi wa singeli, sasa ndio utazipenda sana na kuzicheza. Yaani kila ukitembea tu zinaimba masikioni huko. Ina maidama, ina maidama, ina maimama, ruka du, ruka. Yaani zinakaa ndani. Maana kimtokacho ndicho kijazacho. Come on, Bwana apewe sifa. Haleluya. Tunaposema kukua kiroho, ni kufundisha mafundisho mengi mno. Nisipo kufundisha kukutoa hapa ukatambua unatakiwa uende popote. Uende popote. Na ndio maana tuvishi vitu. Maana rohoni tuko pua kuliko maelezo. Kuna watu wanasoma Biblia kama Sabato, lakini rohoni pua mpaka ndio nakata kabisa, watakuwa kali, lakini ni watenda dhambi kuliko maelezo. Mimi nilikuwa Msabato. Sasa ni Sabato sana. Bwana apewe sifa. Ni watenda dhambi kuliko maelezo. Kwa nini? Roho ziko hapa. Halo. Sasa nini kinatokea? Tufungue sasa Biblia. Usikasema mchungaji, mbona unaongea hujatupa andiko? Haya. Tukasoma andiko. Nasemaje andiko? Naye tuamisha. Alipata haraka nisomeni. Kolosai. Kolosai watu wa Mungu. Haya. Kolosai 1:13. Soma hapo. Hapo sasa nataka nikuoneshe hilo inapoondolewa hapa. Wapendwa, kwa maandiko. Roho inapoondolewa hapa. Soma. Kolosai 1:13. Nasema, naye alituondoa katika nguvu za giza. Akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Naye alituondoa. Ngoja. Alituokoa. No, ngoja. Kuna kitu kiko sawa. Ngoja. Kolosai ngoja nisome Biblia yangu. Mimi ukikosea kidogo wakati na niondoa katika ndani yangu kabisa. Wanapenda nisome mwenyewe. Kolosai 1:13. Nasema hivi. Asema naye alituokoa katika nguvu za giza. Alituokoa. Nimesema karoho kako ndio hapa, si ndio? Aka kanapewa msaada wa kuondolewa katika nguvu za giza. Sawa? Akatuhamisha. Naomba niangalie. Angalia. Akatuhamisha. Sawa, muona? Roho inahamishwa. Muona? Hiyo inapelekwa hapa. Sawa? Akatuhamisha. Akatuingiza hapa. Sawa? Umeelewa? Akatuingiza. Nisikize kwa makini. Kila neno na maana yake. Sawa? Anasema naye alituokoa katika nguvu za giza. Akatuhamisha. Baada ya kutuhamisha, akatuingiza. Ina maana kuna sehemu katika ulimwengu wa roho. Sawa? Ina maana hiyo roho wakati wa kuokolewa huko hapo, lakini roho yako iliyookolewa ikahamishwa, ikaenda ikaingizwa. Sawa? Katika nini? Maliza kusoma. Katika ufalme wa mwana wa pendo. Katika ufalme, nimesema shetani kwa ufalme. Sasa huko Mungu ndo mfalme. Kuna ufalme mwingine huko. Ufalme wa mwana wa pendo. Wa mwana wa pendo. Wa mwana wa pendo. Ina maana katika Mungu
kuna mwana ambaye ni pendo, ambaye katika vitu vyote ndio first priority, anapewa kipaumbele cha kwanza ni Yesu Kristo. Kwa tumeingizwa hapa katika ulimwengu wa roho. Halo, ndio tunakuja sasa pale tunatafsiri ile andiko pale sasa. Tafsiri nini? Efeso 1 ngapi? Efeso 1 ngapi nikuambia mwanzo nisoma? 3. Efeso 1:3 kwamba tulikuwa hapa na tafsiri sasa. Tunahamishwa ndio hapa Kolosai. Tunaingizwa hapa. Hapa tunaingizwa wapi? Katika ulimwengu wa roho. Maana hata hapa ni ulimwengu wa roho. Shetani anakamata katika ulimwengu wa roho. Huko kimwili unatembea duniani lakini roho yako iko mahali fulani na kamatwa. Halo? Umeelewa vizuri? Ndio maana unafanya hapa. Tunaingizwa hapa. Kwa roho yako inatolewa pale, hiki kimeletwa hapa. Kimeletwa wapi? Hapa katika ufalme mwingine huko hapa. Sasa tunapoweka roho zetu hapa, nisikilize kinachotokea. Sasa hapa tumezungukwa na uwepo nani? Halo? Uwepo nani? Wa Mungu. Mungu mwenyewe yupo. Roho Mtakatifu yupo. Yesu yupo. Malaika wapo hapa. Roho yako imeingizwa hapa. Haleluya. Haleluya. Sasa kwa kupetu mfano mdogo. Ndio maana unaweza kukaa tu sehemu. Ukakaa tu sehemu. Sawa, mtu akatukana, wewe ukakasirika. Si ndio? Mtu akafanya dhambi, ukaumia wewe. Kwa nini? Kwa sababu wewe uko huku. Huyo mtu uko huku afu unaishi naye. Yaani yeye uko ulimwengu huku, lakini katika ulimwengu wa mwili tunaishi pamoja. Ulimwengu wa mwili tunaishi nini? Pamoja. Lakini ulimwengu wa roho hatuishi. Umeelewa vizuri? Sio unaelewa? Yaani kwa hivi, ulimwengu wa roho hatuishi pamoja. Lakini ulimwengu wa mwili tunaishi. Ndio maana Yesu katika ile Yohana 17 akasema, Baba, sikuombi waondoe ulimwenguni, bali walinde na yule mwovu. Sawa, tuko hapa, lakini watu ambao roho zetu zinaishi tofauti. Wangapi mmenielewa sasa? Amen. Wangapi mmenielewa sasa? Wangapi tunaenda sawa? Na ndio maana huyu anaishi hapa, ukimwambia hiki ni dhambi, anakushangaa. Sawa? Hiki ni dhambi, anakushangaa. Umefanya dhambi, anakushangaa. Wewe wake ni sawa. Amezungukwa na lifestyle hiyo. Wewe huku unazungukwa na uwepo malaika, angels, Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, unamshangaa. Mtu anakunywa pia, anasema eti anafungua eti wanasemaje? Biemara kama simba. Biemara kama simba. Akinywa tayari amelegea kama mlenda. Anajinyea, anajarishia, lakini mwanzo anasema biemara kama simba. Ni kwa sababu yuko hapa. Kweli kwake anaona imara kama simba. Umeelewa? Akiwepo hapa anaona imara kama nini? Kama simba. Haleluya. Vumbua dhahabu. Unapopia kwenye vumbua dhahabu, unakuta maprofesa wako asubuhi wanatafuta dhahabu kwenye chupa hiyo. Wewe dhahabu unatafuta kwenye chupa? Eti unavumbua dhahabu. Njoo tuvumbue dhahabu. Uvumbue dhahabu, maji machafu haya. Lakini ukiokoka ndio unajua nini ni uchafu. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo ukiwa hapa, vitu vingi vinakukaa hapa, unakuwa mjinga kabisa. Maana yake ni nini? Maroho na kudidimiza haya, unakuwa mjinga wa kupindukia. Yaani mjinga over mjinga. Yaani mjinga kabisa ni hapa. Mtu utakufa na ukimwa kwa ajali kazini. Lakini ajali ikitokea, mnahangaika nyinyi. Mnahangaika nini? Wakati anaenda ajali kazini tu. Ajali kazini haina shida. Kifo cha harusi. Wewe aanze tukumwa kidogo analia huyo. Ni mama, ni bibi, ni babu. Tulisema haujali. Ni nini? Ni lugha za hapa zinatengenezwa na adui hapa. Lakini ukishaminywa, adui anakaa pembeni kwa galaxy. Kuna sasa. Nataka roho yako sasa ili nikakuhifadhi kwa ajili ya moto.
Kwa hiyo anakaa pembeni, anaanza kukuangalia unapoteseka pale. Alafu nakata roho, anapokea hukumu kwa ajili ya moto wa milele. Tamani Bwana Yesu asifiwe. Na ongelea ukuaji wa roho. Tunapoongelea revival, tunaanza rohoni. Tunaanza na roho ipone. Ikipona roho, uchumi. Ikitoka uchumi, jiografia au maeneo ya koe. Haleluya. Hapo sasa tukiambia Yesu anaokoa. Huku nina gari changu naendesha. Amina. Haleluya. Nikisema na kuhubiri tumbi na samatia mafuta naenda tumbi. Sio tena naweza kuweka mkono nataka nipe hela. Nikisema Yesu anaokoa, watu wakija wanakuta kanisa limekaa vizuri. Vinanda, vipo waimbaji wazuri. Akija anapokelewa kwa upendo. Sio anakuja hapa binti anaanza kutongozwa. Haleluya. Sio kijana anakuja hapa mabinti anaanza kuzungusha macho kama kinyonga. Hapana. Bwana Yesu apewe sifa. Tuliokolewa kutoka kwenye nguvu za giza, tukahamishwa. Tukafanya nini? Tukahamishwa. Tukaingizwa katika ufalme wa pendo la mwana wa Mungu. Sasa huku tumeingizwa, tumezungukwa na malaika. Tumezungukwa na uwepo. Kwa hiyo roho inakuwa blessed, inapata pumziko, inapata nini? Inapata utoshelevu. Haufadhaiki, hauhangaiki, hauwezeki. Usiku nalala tu, come on. Haleluya. Unalala kama mtoto mdogo, hauwezeki. Mtoka kwa jina la Yesu. Hata upigi hiyo. Come on. Huko hapa unaweza kukemea nini kwa jina la Yesu. Haleluya. Yaani niko hapa nikilala nikemee. Sitakemea malaika. Come on, Bwana apewe sifa. Kuwa kiroho. Kuwa nini? Kiroho. Kuwa kiroho. Roho imetunzwa. Inalindwa. Taboro. Yaani imelindwa. Imetoshelezwa. Hawa kina Makata wakifikiri kuja hapa, kutoka kuja hapa nafikiri kuna mpaka, unafikiri masiara. Kuna mpaka hapa. Come on. Kamuulize Adamu wakati anafukuzwa katika bustani ya Edeni. Mungu aleka makerubi na upanga nini? Kwa moto. Hakuna kupita hapa. Alipita. Mpaka leo tunajua Edeni wapi? Hakuna jua Edeni wapi. Kwa sababu ya upanga wa moto. Na hapa ndio hivyo. Pamechorwa mstari. Jitu limetolewa, limehamishwa, limeingizwa hapa katika ulimwengu wa roho. Come on, Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini tusilinge? Kwa nini tusilinge? Wale kombolewa kwa nini tusilinge? Wale kombolewa kwa nini tusilinge? Yaani kuna watu wakulinga kama sisi. Tumshiki kwa kiroho. Usio mtoto mdogo. Sio mtoto mdogo. Toto dogo lolote ambalo halijakuwa, unawezekana ukaona ni mwili mkubwa lakini hujakuwa, ndio linapigiwa kelele. Sawa? Ndio kelele kila siku. Nani kakojua hapa ni lenyewe. Nani kachafua hapa hajasafisha ni lenyewe. Lakini toto lilokuwa likakomaa, likamachua, likila linaondoa sahani vizuri naenda linaosha. Limemachua hilo. Kikawaida tu kitamaduni za kawaida tu. Limemachua hilo. Hata baba uko kazini, unajua fulani yuko ukipiga simu, fanya kitu fulani yanafanyika. Lakini lingine unaweza kupiga fanya kitu fulani, ukija nimesahau baba. Nimeacha hii hapa makusudi. Hii hapa nimekuta hapa. Asubuhi wakati nakuja kwa ajili naikuta hapa. Kuna mitoto hajamachua manake. Kuna mitoto haijamachua. Amekunywa juice anaacha pale. Na mimi wakasema ngoja hapa nifundishe kupitia hapa hapo ndio somo hapo. Kwamba hapa tuna watu hawajamachua. Au mtu anaweza kaja anafanya usafi anakuta mikopo kwa sebuleni pale anaacha tunapita. Anapita. Hatujamachua. Kumachua ina contain vitu vingi. Kutambua hiki cha hapa. Hiki kijiko kinakatoka hapa. Hata nyumbani unakuta fagio limewekwa juu ya meza kulia, unapita pale. Unapita pale. Hata kama unapita tu unaliangalia, hujamachua wewe. Hujamachua. Na mambo kama ndio hivyo. Yaani kuna vitu vya kawaida tu. Kama huviwezi, roho ni viwezi. Haleluya. Kama ungenilonge piga makofi basi. Haleluya. Kama huwezi tu nyumbani kwako tu, huwezi tu kusogeza, kiti weke hapa, kimekasha kalabaka, unapita tu, unalizika.
Mtoto kaja hapo unapita tu, umeridhika. Si nini hapo kimekaa chakula kipo unapita. Huja machua bwana. Na hata nyumbani mwa Bwana huja machua. Na hata kukua kiroho sahau. Bwana Yesu asifiwe. Sahau. Haleluya. Haleluya. Nikufundishe kitu kimoja. Ukisoma kitabu cha kusome nikwambie kwa maneno. Maana sitaki nichukue muda wako mwingi sana. Nataka dakika chache. Daudi alikuwa na mashujaa. Alikuwa na mashujaa. Siku moja Daudi wapo porini kwenye lango la kuingilia Yerusalemu, pamezingirwa na Wafilisti. Pale Yerusalemu kuna kisima, maji yake ni matamu. Daudi yuko porini, anasema mimi natamani yale maji yale kule. Kwa nini? Kwenye kisima cha Yerusalemu. Natamani, lakini kwenda haiwezekani. Kwa nini? Wafilisti wafanya nini? Wamezingira. Lakini walitokea watu. Wakaenda, wakapenya, wakachota, wakamleta Daudi. Daudi, maji haya hapa. Yaani akasema, anashangaa maji yameletwa. Daudi akasema, siwezi kunywa damu za watu. Bwana kwa sifa. Ni mtu unaojitambua. Ni mtu unaojitambua. Ni mtu unaojitambua, haisubiri maelekezo. Hasubiri kuongozwa, anajiongoza mwenyewe. Halo. Yaani hautasubiri mkurugenzi wa maombi atangaze maombi hapa. Automatically, haleluya, utajiongoza mwenyewe kuingia kwenye maombi ya fungo. Yaani hauna haja kupigwa kelele, vitabu viko maboksi na maboksi hapo. Utakuja mwenyewe, utakaa kwenye kitu utasoma. Lakini kwa sababu leo hii tuna mtu ambaye hajamachua, panya watasoma hapa. Panya watasoma kwa kuvila. Haleluya. Panya ndio watakuja kufungua maboksi pale, wale wamalize viishe. Mtakumbuka baadaye tulikuwa na vitabu hapa. Na tulikuwa tunaambia msomo. Ukienda library unatoa hela. Hapo kwa toto kwa kitabu soma. Hautaki. Ufahamu mdogo. Nikisema Yesu ni nani? Unaweza kuambia Yesu ni Baba. Hujui chochote na hutaki kusoma. Hujamachua. Halo. Ukimachua vizuri, hii boko tunaipiga vizuri sana hii. Hii boko tunaipindua tu sekunde hii. Lakini inahitaji tumachue kwanza. Alafu tukishamachua, tutoke kwenye machua, tupone kiuchumi, tupone kijiografia. Haleluya. Aisee, hii boko ndogo sana hii. Mtu akija hapa akishangaa, anakuja unashangaa, yaani ukija kanisani mwenyewe unashangaa mimi nilichelewa wapi? Nilichelewa wapi? Maana sikiliza kuambia, unajua tulipokuwa hapa hata sura zilikuwa mbaya. Unajua nyinyi sura zenu zilikuwa mbaya zamani. Amina. Kuna watu walikuwa na sura mbaya. Amen. Geu kila kona, lakini ukishahamishiwa hapa. Haleluya. Amen. Ukihamishiwa hapa, Kuni hayo hivyo vinavyokuzunguka tu. Huo wepo tu, huo wepo tu. Come on. Yaani hata mkorogo kasome. Haleluya. 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 Yaani mimi unapotaka shida sana. Wakiniangalia unapata shida sana. Shida sana. Unapata shida sana. Asiweni huko vile vile tulosoma nao sasa hivi wengine ni wazee. Ene shabeka kila kinaangalia mimi. Asiweni huko vipi unafanya nini kabla no. Wepo. Amen. Wepo wa Bwana. Haleluya. Wepo wa Bwana umenizunguka. Haleluya. Amen. Kwa hiyo unakuta kwamba sisi nikwambieni. Tamsingi ni roho zetu zikue. Amen. Roho zetu zikue. Cha kwanza lazima upate baraka za rohoni. Baraka za rohoni ni ukubali kuhamishiwa hapa. Ukubali kuhamishiwa hapa. Haleluya. Ukubali kuhamishiwa hapa pazima. Uishi hapa, ukae hapa, upendeze na hapa. Ukikaa hapa hutatamani huko. Niko usikikuwe mfundishe. Ukiona jitu liko hapa linatamani mambo ya huko, hili linataka kurudi huko. Kuna mzungu mmoja alimpa mtu mmoja lift. Yule mtu alikuwa na mzigo. Yule mzungu akasimamisha gari,
akampakia. Sawa? Alipopakia, wameenda safari kidogo, yule mtu kachukua mzigo kaeka kichwani. Yuko ndani ya gari, mzigo wapi? Kichwani. Mzungu akasema, wewe vipi? Mbona umebeba hiyo? Weka. Anasema, inataka weka hapa. Kuna watu wameletwa hapa, watu wanataka kukaa hapa. Halo? Yaani uko ndani ya basi, umebeba begi lako la mahindi juu kichwani. Haleluya! 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 Kuna ufahamu unataka uwepo. Amen. Unatamani nini huku? Unatamani nini huku? Umeacha nini huku? Unatamani nini? Unataka ukakala subiani huku? Anaposema alituhamisha akatuingiza. Mimi kwamba akasema akatuhamisha akatuleta hajatuleta sisi bila yetu kwa, lakini roho zimehamishwa. Roho hisi ni kujua. Tatizo hatujui. Tuna mafundisho pokea. No, tuna mafundisho tutakayo tujengwe kiroho tujue. Kasere uko wapi? Zamani ulikuwepo. Unakaika wakila sharifu wanafanya wewe ndio hivyo tu. Kasoro tu kwamba upungi pepo, lakini uko nao. Leo hii uko na kina Mikaeli, come on. Amen. Sasa uko na kina Mikaeli alafu uishi tena kama uko na kina sharifu. Naweza kumsaidia. Naweza kumsaidia. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo lazima ufahamu kwamba baraka za roho ukishaingizwa hapa ziko automatically. Roho inalindwa. Roho inapata protection. Roho inatulizwa. Ushakona wachezaji mpira kakataka mpira umetulia. Ushaikuona? Yaani ulipoletwa hapa ngoma imetulizwa. Haleluya. Kwa hiyo dhambi umetulizwa hapa. Unatulizwa hapa. Ukishatulizwa hapa aisee, haleluya. Haleluya. Unaanza kuona raha. Unaanza kuona nini? Raha. Ukiona kwa wokovu hauna raha. Wewe umeingia kanisani uko hapa. Unaweza ukao kanisani, sawa tuko wote hapa lakini uko wapi? Uko wapi? Hapa. Kwa kila kitu wewe unaona kwa shida. Tunataka mfungo wa siku 7. Uko hapa utafungaje sasa? Utafungaje sasa? Kesho kuka ndo kabisa kuna kibinda Nkoi. Ndio kuna nini sisi tunaanza kutoa mwali. Kuna ngoma kwa fulani pale. Mwanamuziki fulani anakuja pale. Wewe wapi na wapi? Haleluya. 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 Tunapoongelea spiritual blessing ni roho yako inapata utoshelevu, protection, ulinzi, amani. Na ndio maana mtu ukimkosa sala toba cha kwanza anasikia amani. Nani ambaye alikosa sala toba hapo akajisikia hana amani ndani? Anajisikia furaha. Kwani kwa sababu limetolewa huku ni mauaji, tena machinjio. Haleluya. Roho yako imetolewa kwenye machinjio, imeingizwa hapa. Cha kwanza amani. Amen. Ukimetea mkono hivi unasikia mapigo ya moyo titi. Amen. Fanya hivyo unapokuwa unafundisha huko, kafanya hivyo utaona. Muongoze msako mbele yenyewe, afu weka mkono kwenye nini? Kwenye moyo. Utasikia titi. Ukimwona unasikia nasikia amani. Kwa nini? Roho ilikuwa hapa, imehamia hapa. Amina. Mwamsha na lala. Hivi mzee. Mfundisho kama sisi huwezi kulala sisi. Haleluya. Mungu akusaidie sana. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo mtu cha kwanza anachopokea akishaingiza hapa anapata amani. Sawa? Anapata amani. Inarudi kwenye andiko. Amani yangu ni wapayo, sio kama ulimwengu. Amani unayokuwa nayo huku ni ya wasiwasi. Mtu aliyepo kwa shetani hapa muda wote ni wasiwasi. Sawa, simu ikiita tu tayari siko liko juu. Yaani anaishi maisha ya wasiwasi. Kwa sababu gani? Amezungukwa na mfalme aliyeshindwa shetani. Haleluya. Bwana asifiwe. Aliyepigwa
Shetani. Kwa hiyo hana uhakika. Kwa hiyo mtu alikuwa anasema akiokoka tu anapohamishwa kule kwa hapa, cha kwanza anasikia amani. Amen. Haleluya. Cha pili, furaha. Amen. Haleluya. Anaanza kushangaa alishije hapa. Halo. Anaanza kushangaa alishije hapa. Yaani anaanza sasa kusoma shilingi upande na mwenge, upande na nini? Kichwa cha rais. Akiwepo hapa anaona mwenge. Kichwa cha rais haoni. Anaambiwa kunywa ni tamu kwa afya. Chini pameandikwa onyo. Ile onyo haioni. Haleluya. Anayesoma lakini haitafsiri. Ukija hapa unaona vyote. Na ndio maana Biblia inasema tunajua vyote. Kwa nini? Roho anatufunulia sisi. Haleluya. 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 Amen. Kwa hiyo lazima cha kwanza ni spiritual blessing. Roho itulizwe. Roho kwa nini? Itulizwe. Una miaka 30 binti hujaolewa, roho imetulizwa. Haleluya. Una miaka 40 hujapata mchumba, roho imetulizwa. Come on, Bwana apewe sifa. Yaani mwesheki, wale wadogo zako wote waishe, roho imetulizwa. Kwa nini? Imehamishwa, inakaa katika ufalme wa nani? Wa Mungu. Katika Efeso anasema baraka za rohoni iko hapa, imezungukwa na kina Mikaeli, Gabrieli, malaika wote na Mungu Baba na Mungu Bwana na Roho Mtakatifu. Kuolewa ni nini hapa? Haleluya. Kuolewa ni nini hapa? Niwezeke eti nikimbizie chips kazi gani? Hapa nina zaidi ya chips. Come on. Haleluya. Hapa nina zaidi ya chips. Nina zaidi ya kuku. Nina malaika. Nimekwambia hivi, Musa zile mbao alizivunja makusudi. Unajua kwa sababu alikaa siku 40 akasikia raha. Aliposhuka kama wametengeneza ndama kapiga ili arudi tena. Haleluya. Kuna muda unatamani kukaa weponi, usitoke weponi. Haleluya. Bwana kwa sifa. Alipokaa akishuka akafuka nini? Maana wanamkimbia, si ndio? Wanafanya nini? Wanamkimbia. Ukiona wanakukimbilia wa huko, wanakulaki njoo, ujue bado hujakaa sawa weponi. Haleluya. Ukienda huko lazima wakukimbie. Sijui umenielewa? Umeelewa? Umeelewa? Yaani akija kwako anakuja kwa adabu. Maneno anaongea kwa adabu. Ni mtendazaji, anakuja kwako kwa adabu. Shikamoo. Mimi nataka rasi uninyoe. Ninyoe hivi sawa? Haya, katulia kwenye kiti. Haya, asante kaka, rasi lako ikaondoka. Lakini ukiona anakuja rasi, unajua kesho kutwa kuna singeli pale Timiza inakuja pale, unajua anakuja nani? Domokaya. Rasi hakikisha tunakwenda. Ujue ndugu yangu, huko pana kuhusu nyumbani kwetu, umerudi nyumbani kwetu kwa zamani. Haleluya. Haleluya. Mtu anakuja kuombea. Unaona kumba sikio kabisa. Hapa umerudi uko hapa. Kwa cha kwanza katika ukuaji wa kiroho nimesema Yesu aliongezeka katika hekima na kimo. Nikasema hekima ni sofi, maana yake ni kufahamu mambo ya siri. Lakini nikasema katika kimo maana yake ni tukitumika neno ekia, maana yake ni kumachua, kukua, kuweza kufasiri vitu vya rohoni. Nikasema Samueli alipoitwa akaenda kwa nani? Kwa nini asiende? Kwa nini alienda kwa? Kwa sababu alikuwa bado hajamachua kutambua hii sauti ya nani inaniita. Nikasema Samueli alimhitaji Eli. Si ndio? Wewe unanihitaji mimi, unamhitaji Frank, unahitaji mama mchungaji kukusaidia kufahamu sauti ya Mungu. Mimi nina mtu nyuma na mhitaji anisaidie. Kama mentor wangu na yeye mtu nyuma. Kila mtu ana mtu wake. Amen. Haleluya. 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 Kwa nini nilisema mambo makuu mawili? Nilisema baraka za rohoni na ufahamu wa rohoni. Ufahamu wa rohoni, naona muda wetu umetutupa sana. Tutaendelea Jumapili kuhusu ufahamu wa rohoni. Naomba dakika chache naweza nikautambulisha tu. Tutoke kwenye blessing za rohoni, sasa tuende kwenye ufahamu wa rohoni. Sasa ufahamu wa rohoni ni uwezo wa roho. Ufahamu wa rohoni. Sitaandika basi. Ufahamu wa rohoni
Ndio maana kaambiwa na mwalimu uwe na nini na uwezo kuandika. Ufahamu wa rohoni ni uwezo wa rohoni kuweza kupambanua baya na zuri. Hiki koje ndio ufahamu wa rohoni nataka tuzungumzia. Kuna mtu yuko jambo baya hajui, yana jendamo. Yaani twende tu. Hali hiki mwisho wake kitafanyije hajui. Anaenda. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo nataka tuzungumzie ufahamu wa rohoni au the shining spirit. Sasa naomba tukasome Biblia zetu kidogo. Hapa tutaenda sana maana nataka niende na muda kidogo. Haya. Naomba mtu mmoja anifungulie kitabu cha Ibrania sura ya 5 mstari wa 14. Ibrania alafu mwingine anifungulie Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 10. Ibrania 5:14. Mwingine aweke mkono kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 10. Mwingine kwenye kitabu cha Rumi 14 mstari wa kwanza. Naomba kwanza kwa Rumi 14 mstari wa kwanza nisome. Tuone vitu fulani. Ufahamu. Nimekuonyesha hapo kwamba baraka za rohoni automatically ni ulivyochukuliwa ukaingizwa kule, roho yako kuna privilege inapata. Ina ulinzi, ina amani, vitu ambavyo vyote vinazalishwa katika ulimwengu wa roho wa Mungu. Mwanzoni ilikuwa katika ulimwengu wa roho wa shetani, na ndio maana ulikuwa unaishi yale maisha mabaya, maisha yasiyofaa. Sasa roho yako imehamishwa, imepelekwa katika ulimwengu wa Mungu. Sawa? Kwa hiyo inapata utoshelevu. Aliyesoma alipata Rumi 14:1 alisomea. Inasema, yeye aliye dhaifu wa imani mkaribisheni, walakini msimhukumu mawazo yake. Asante sana. Anasema yeye aliye dhaifu wa imani. Aliye dhaifu wa imani. Dhaifu wa imani. Mkaribisheni. Tunamkaribisha kabisa mtu ambaye ana dhaifu wa imani ili akapate kujengwa. Sawa? Hapa ni chuo cha kujengana. Ni chuo cha kujengana. Na ndio maana nimesema, nimefundisha kuna wengine hapa ni dhaifu. Hao tulikuwa nasema hapa wanaishi. Wanafanya nini? Wanaishi hayo. Ni sema maisha yao. Yaani ni mtu mzima lakini mtoto akilini. Nimefundisha, nimesema vipi? Rohoni kunatakiwa kuwe pamemachua, pamejitambua eneo la rohoni. Una uwezo kupambanua, uwezo wa kufasiri, uwezo wa kujua nini nifanye sasa. Uwezo wa kufanya maamuzi, uwezo wa kuangalia nini hiki. Bwana pewe sifa. Kwa nini? Yesu alimwambia Petro, kabla jogoo hajawika mara 3. Kabla jogoo hajawika utanikana mara 3. Kwa sababu Yesu alijua kabisa Petro bado ni dhaifu. Bado ni dhaifu. Hajaimarika, na ndio maana anamwambia ukiongoka waimarisha nini?
ndugu zako. Maana kipindi kile Petro anatamba, Bwana mimi nitakata mtu sikio. Kwani serikali sikio? Alikata mtu sikio, serikali mtu sikio. Alijiona baadaye alijiona yeye nini? Chinga. Maana amekata mtu sikio, Yesu akachukua kafarudisha sikio. Akamwambia rudisha. Wapi? Silaha yako nini? Ala, hatuko hivi, sikufundisha mafundisho haya mimi. Haleluya. Sijakwambia mafundisho haya. Kwa hiyo kuna mtu Petro, kama Petro, tulikuwa tunamsoma katika kipindi Yesu hapo. Jikerehere nini, lakini hakuna mtu alikuwa dhaifu kama Petro. Amen. Mniamini? Amen. Ni maandiko sio mimi. Maana ni nini? Petro aliulizwa mara, je, unamjua Yesu? Tena mara ya tatu aliulizwa na nani? Kijakazi nani? House girl. Na katika taratibu za Kiyahudi, house girl ni mtu aliyekuwa chini mno. Ya chini mno. Anafuata Petro, bamusa. Hey, wewe kweli asa simjui mtu huyo. Jogo akawika. Roho Mtakatifu akamsaidia Petro kutambua sauti ya jogoo. Sio kawaida jogoo huyu kuwika. Hii ni message. Hii ni nini? Ni message kwangu. Niliambiwa. Na kama Yesu asingemwambia wala Petro asingejua. Lakini wewe utasikia jogoo anawika. Si ndio? Utasikia jogoo anawika. Sasa baada ya jogoo kuwika ndio ufahamu Petro, nimemkana Yesu. Ndivyo vitu vingine tulivyo. Tuko dhaifu imani. Kuna watu hapa tunakemea, tunafundisha. Binti paka mimba. Ndio Yesu nisaidie, Yesu nisaidie. Lakini kipindi tunafundisha. Petro, mimi nimebeba shime nitapigana. Kuna watu hapa wapo hivyo kama Petro alikuwa. Kweli wako wana msisimko. Masuala ya roho sio ya msisimko. Amina. Halo, masuala ya roho sio ya msisimko. Yanataka kufahamu na maamuzi ya roho. Mnaelewa vizuri? Ndio maana mimi nataka kujae vitu vya roho ili unapofanya decision, unafanya decision roho kumeshiba. Maana kuna matokeo yanaweza kutokea. Yesu alikuwa katika hekima na nini? Lakini akapelekwa na Bwana nani? Na roho. Sasa nisikie kwa makini. Roho anaongoza kumpeleka kwenda kujaribiwa. Alafu anafikisha pale, roho anakaa pembeni, anaangalia je, limekuwa mtoto. Yaani kama vile anapofanya tai. Anapotaka kufundisha kutoka kuruka, anakuja anachukua na urusha, anapasua nyumba, alafu anaenda kaa pembeni, anaangalia. Imekuwa haijakuwa. Mtoto inahangaika. Ikitaka kutetea inaenda chini na wabeba. Roho Mtakatifu akampeleka Yesu. Akamwambia, mzee, nataka nikukabidhi kijiti cha kumkomboa. Unaweza? Haleluya. Unaweza? Na sisi tunapoongea revival, kuhubiri vitani, kutoa pepo, ni tunaenda kwenye vita. Hatuendi kwenye vita kama tuliopiga vita. Please nielewe. Lazima nikuandae ndio rohoni. Tulikwenda kupiga mkutano Shungubweni, si ndio? Tumerudi wengine na ndoa na wokovu wakaacha na ndoa zikavunjika. Vijana wengi wamekimbia kabisa wakaacha wokovu. Baada ya mkutano wangu Shungubweni, nilijuta sana kuona vijana. Haya kumamba ndio kivita, lakini walipokuwa ruka hapa, ruka kwa Yesu jeshi nalo. Kumbe hatuna jeshi. Bwana kwa sifa. Hatuna nini? Hatuna jeshi. Tuna mgambo. Lazima tuwe na jeshi kabisa kwamba hawa ukienda nao hata Pakistan wanarudi salama. Amina. Umeelewa? Sasa ili tuwapate roho tutengeneze. Nikupe notes nyingi, nikupe theology nyingi, utaenda kupeleka wapi? Utapeleka. Dakika mbili tumesengenya. Hiyo theology itasaidia nini? Dakika mbili tumemteta theology itasaidia hiyo? Itasaidia? Haleluya! Sasa ndio kufundisha. Itasaidia? Wakasema kanisa linahubiri lakini wapea wale. Sasa nasaidia nini? Wanasengenya wale. Mungu atusaidie.
Ndio nini? Nive kwanza. Come on. Sema nive kwanza. Nive kwanza. Sema nive kwanza. Nive kwanza. Hivi vinavyofundishwa mnisaidie. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Bwana apewe sifa. Petro alijiona ameiva, mwamba kaiva. Yesu anakamatwa. Alafu anatomwa nini? Shime. Kaka mtu sikio. Yesu akachukua karudisha sikio. Akama Petro, rudisha. Haya, kama jamani, wacheni hawa, chukueni mimi. Kuna badi mmoja hivi kaongea, nimependa sana. Ni mchungaji mmoja wa KKG. Nimependa supplement yake sana. Nimependa sana. Wasiojulikana wamtumia message kwamba tunakufuata kukua. Alichoandika akasema, mkija msivunje mlango. Gongeni nitatoka. Ili kwa sababu mkivunja mlango mtawapa kazi ya watoto wangu ambao ni yatima kujenga. Lakini pia mkija msitumie masilaha. Maana mimi ni kama maiti naotembea. Huko mimi natakiwa niende kwa baba. Kwa hiyo nyinyi mnanipeleka kwa baba. Msitumie rasilimali za serikali, kodi za watu nyingi namna hiyo. Joni tu mkiminya tu nitaondoka nitakufa. Come on. Hallelujah. Nikasema ise statement hii. Mimi nimemheshimu. Hata kama yuko ruhusa lakini mimi nimemheshimu. Hata statement tekniko sana. Akasema msipokuja mtadharaulisha serikali yenu. Pia mkija mtadharaulisha serikali yenu. Mje msije serikali yenu itaibika. Kwa mwene. Msipokuja mwenye mbwa fungia mbwa wako. Mpaka mtu anasema maneno haya. Ni maana ashekabidhi Yeshona, yaani ugawi pesa si chochote kwake. Amen. Kama Bwana apewe sifa. Utajiri si chochote. Yeye anaona tumili kikapa, nitasema kweli, nikiondoka sawa. Amina. Sasa hiyo sio miamko. Hiyo sio miamko. Anaposti ulimwengu mzima unaona. Sio miamko hiyo. Hiyo sio miamko, yuko tayari. Tuko tayari. Tuko tayari kupambana na shetani. Sio miamko, tuko tayari. Tuko tayari. Tuko tayari. Tuko tayari. Sio miamko, tuko tayari. Yaani ujipime. Ujipime inaweza. Nasema kweli, ujipime unaweza. Tulikuwa na shungu pale. Watu karuka pale, ruka. Tumerudi hapa. Ni sio vijana hao. Sio vijana. Sio wote. Kabaki Elisha peke yake. Yuko Elisha. Na anadema kwa. Ndio kalawa kaza tetemani jamani naye mara leo yupo kesho yupo. Mimi najua tu ni matokeo yale. Wamepigwa. Kwa nini miamko? Vita inahitaji majemedari. Haleluya. Haihitaji mgambo. Tunaposema revival lazima tuwe majemedari. Daudi anasema ninatamani maji yale kwa kisima cha Yerusalemu. Lakini wakati wa Yerusalemu ni nini? Imezikiwa. Wanaume katoka na mapanga. Kamoni. Wakaenda wakateka maji. Wakamletea Daudi. Daudi akasema sini damu za watu mimi. Maana aliona kabisa hao jamaa walikuwa wanastahili kufa. Walipitaje kwenye ile jeshi pale? Amina. Walipitaje pale? Jeshi limezingira, wamepita, wamechota maji na vikombe wameletea. Haiwezekani kunywa maji. Come on. Haleluya. Hao ndio tunahitaji hao. Yuko jemedari mmoja wa Daudi, Wafilisti wamekuja, watu wote wamekimbia kama kipekee yake. Amezungukwa na jeshi la Wafilisti. Akiangalia hivi, haoni mtu yote. Yuko na panga. Akasema mimi na hawa watu. Ama zao. Wako zaidi ya 1000. Akakata vitu wote, akavipanga. Wewe unaweza vita hiyo. Haleluya. Unaweza vita hiyo. Soma siala. Siku moja nimepanda daladala Mbezi pale. Nimekaa kule nyuma kule. Watu kaanza kuongea. Watu leo mia kuboko. Mimi bali wangu narushwa michanga, si michanga narushwa, si mimi kuna mapaka, si kuja panya mkubwa kuliko paka wamekimbia ndani. Nasikiliza. Nikafika sehemu kabla jamani sikilizeni niwaambie. Tena hapa na bazao wamepiga sana. Nikaambia sikilizeni, mimi naitwa mchungaji Chuku. Na watangazia. Hichi kijiji nasema kina wachawi na roga. Hakuna mchawi. Akasema mnasemaje? Ngambia hakuna mchawi anaweza kuloga. Chukua namba zangu hizo. Pelekeni wachawi. Waambie roga huyu mtu. Kama mnaweza. Unasemaje? Ngambia chukueni hizo. Na ngambia kama kuna mtu hapa anateswa.
ilikuwa siku ya Ijumaa, shuka twende kanisani. Nitakuweka mikono na nitakupa direction ya kufanya. Hautasumbuliwa tena. Wakakaa kimya. Kabla sikilizeni, wanawatesa nyinyi majinga. Nyinyi nini? Wajinga. Sisi wengine wakitesi, tunayatesa hayo. Tunapanga wala wasilale sisi. Kama nyinyi ndio tesa sababu ni wajinga. Sisi wajinga. Yaani nani nyumbani kwangu mtu aje kunikalia tuputu zako. Amen. Haleluya. Nimelala nyumbani kwangu eti unapita kwenye watu unarusha michanga tuputu zako. Amen. Unjitaki. Aha. Haleluya. Ukishahamishwa unapata utulivu, unapata ulinzi. Sina jamii kuweka toeka kazi gani? Nitatoesha pepo zilizoko kwa watu. Lakini nikilala nyumbani maswala toeka hayo hayapo. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Hayo hayapo. Kwa nini? Ninahamishwa. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo kuna watu ambao ni dhaifu kwa imani. Dhaifu kwa imani. Tunao. Kwa hata chochote tunachosema, wanaona itakuwaje? Itakuwaje? Wengine walitutumua. Lakini kila vitani wa kwanza kupigwa. Haleluya. Wa kwanza kupigwa ni wao. Kwa nini? Dhaifu. Kwa hiyo tunawakaribisha mafundisho. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Abango kabudu pale. Tutaenda nalo somo hili mpaka siku ya Pentekoste. Naamini mpaka kufika hapo tutakuwa sasa tumejua maana revival ni nini. Alafu sasa kama tunaamka, tujue tunaamka moja kwa moja si nusu. Sawa Tunaamka jumla sio nusu tena. Nyosha mkono wako juu. Tazama wewe jibwa